katika mwendelezo wa programu yetu. Karibu sana katika mwendelezo wa programu yetu, na leo tutakuwa tukiangalia adui namba 6, na leo ni siku ya 12. Wanasema hayawi sasa yamekuwa. Leo ni day 12, siku ya 12 katika siku zetu 12 ambazo tulikuwa tumedhamiria kuweza kuhakikisha ya kwamba tunajifunza programu ambayo tumeipatia jina linalosema jinsi ya kutajirika kupitia mradi wa kuku na bustani, safari inayoanzia nyumbani. Safari inayoanzia nyumbani. Tumeangalia mambo kadha wa kadha, na tulikuwa tukiangalia jiandae kukabili maadui 6 katika wazo la mradi wa kuku, na tukaangalia adui wa kwanza anaitwa anaitwa mbegu bora. Tukaangalia adui namba 2, eneo la kufugia. Tukaangalia adui namba 3, udhibiti wa magonjwa. Adui namba 4, lishe na chakula. Adui namba 5, tuliangalia soko imara. Leo hii tutakuwa tukiangalia taarifa sahihi. Ukiniuliza kwamba nichague adui mmoja alafu nikabiliane naye kisawasawa kwa ajili ya maadui wote 6, nitakwambia adui namba 6 ndiye anayesababisha maadui wengine wote waweze kuwepo. Adui namba 6 tutakuwa tukiangalia kitu kinaitwa taarifa sahihi. Adui namba 6 tunaita taarifa sahihi. Tofauti kati ya mtu mmoja na mtu mwingine katika safari ya mafanikio sio kazi wanazofanya. Tofauti kati ya mtu mmoja na mtu mwingine kwenye mafanikio sio bidii walionayo. Tofauti kati ya mtu mmoja na mtu mwingine ni vitu viwili. Cha kwanza, huenda kuna kitu mwenzako aliyofanikiwa anakifahamu, wewe ukifahamu. Hiyo ni tofauti ya kwanza. Tofauti ya pili, inawezekana kuna kitu ambacho mwenzako anakifahamu, anakifanyia kazi, wewe ukifanyia kazi. Hiyo ndio tofauti. Hapo ndio tunapoanza kuachana kwenye maisha. Sasa kwa upande wako, wewe unafikiri tatizo liko wapi? Kwa nini ndoto ulizonazo hazitimii? Kwa nini miaka yote unapambana lakini vitu haviwezi kutokea? Inawezekana kuna kitu haukifahamu. Na kama haufahamu, utakuwa unabahatisha. Lakini kuna mwenzako anafahamu. Kwa maana yake ni kwamba ana uhakika na kitu anachofanya. Kwa sababu mafanikio yana formula ambayo unatakiwa kuwa na uhakika wa mafanikio kabla hujafanikiwa. Usipokuwa na uhakika na mafanikio kabla hujafanikiwa, huwezi kuchukua hatua. Asa ujasiri, tunaita courage, inatokana na uwekezaji wa kiusahihi katika ufahamu ulionao. Usipokuwa ni mtu wa kuwekeza kwenye taarifa, utakuwa unabahatisha vitu na utakuwa unafeli. Ukifeli, hauwezi kuvumilia kuendelea kufeli. Kukata tamaa maana yake nini? Kukata tamaa ni pale ambapo mtu amekutana na changamoto halafu hajui namna ya kutoka. Shida sio kukosea. Shida ni kukosea usikojua kwa nini unakosea. Sasa huwezi kuendelea kuvumilia kukosea. Ndiko pale ambako mtu anakata tamaa. Hakuna mtu anayependa kukata tamaa. Hakuna mtu anayependa kuacha kitu ambacho alikuwa amekianzisha. Lakini kwa nini mtu anaacha? Mradi unapoteza pesa. Lakini pia pesa zinapotea, haujui zinapoteaje.
Kwa nini? Huna uhakika na kitu unachofanya. Kwa nini huna uhakika? Huna data, huna taarifa sahihi za kitu ambacho unafanya. Mwisho wa siku utavumilia mara ya kwanza, utavumilia mara ya pili, au baada ya muda unasema kwa ni shilingi ngapi? Achana hii biashara. Ndio maana nikasema hivi, ukiniuliza leo ni changamoto gani au ni adui gani ambaye tukimkabili kisawasawa tunaweza kufanikiwa, tutakwambia taarifa sahihi. Na nimeliweka somo la mwisho kwa sababu ukitafakari mambo yote tuliyoangalia 11 siku 11 zote zilizopita, nilichokuwa na kuonesha ni kwamba mheshimiwa, hujashindwa kwa sababu umekosa mtaji. Umeshindwa na unaendelea kushindwa kwa sababu umekosa taarifa sahihi. Asa leo tuna wind up, leo tunakamilisha kwa kuelewa tunapozungumzia taarifa sahihi tunamaanisha nini, na kwa nini hizo taarifa sahihi ndio zinakwamisha. Swala la kujiuliza, ni kweli umekoma kukosa pesa? Hujakwama kwa kukosa pesa, umekwama kwa kujua taarifa sahihi. Nikaribisha sana katika somo letu la siku ya leo. Ni somo ambalo litakuwa gumu kidogo, litahitaji ulivumilie, ulipokee, na huu ndio ukweli wenyewe. Usipolipokea huwezi kufanikiwa. Usipolipokea huwezi kufanikiwa. Simple and clear. Hakuna siku utaamka vitu vimeota. Hakuna siku utaamka vitu yani kila kitu kimeshakaa sawa. No. Ukiona kazi yote imefanikiwa, ukiona biashara yake imefanikiwa, kuna watu wapo kazini, kuna watu wako serious nyuma yake. Huwezi kuwa serious ukaleta matokeo bila kuwa na mwongozo wa uhakika. Karibu sana. Tatizo sio mtaji, tatizo ni kukosa taarifa sahihi. Taarifa zipo, ila taarifa sahihi ndio ulizokosa. Mtu akitaka kukupoteza leo anafanya jambo moja kati ya mambo mawili. Jambo la kwanza, anaweza kukuficha kupata taarifa sahihi, au anakupa taarifa zisizo sahihi. Tunasema anakupa taarifa zitakazo kuchelewesha. Tume point hii hapa. Mtu akitaka kukupoteza leo, akitaka leo akufiche, yani akitaka usifanikiwe, anafanya moja kati ya mambo mawili. Namba moja, anakuficha taarifa sahihi, au anakupa taarifa zinazokuchelewesha. Upo kama ulivyo kwa sababu ya taarifa ulizoziamini. Kuna aina ya taarifa ambazo uliziamini bila kuchuja, kwa sababu ili uweze kuziamini taarifa, namba moja, lazima uwe na uwezo wa kuzichuja, kwamba kabla sijaiamini taarifa kama sahihi, ni sahihi. Kwa sababu kosa ni kwamba tumeamini taarifa zisizo sahihi kana kwamba ni sahihi. Kuna statement moja inasema ni kitu kibaya sana kujifunza ujinga katika mfumo ambao ni sahihi. Ukipewa taarifa ambazo zimepitwa na wakati, ukaaminishwa kana kwamba ni za ukweli, hazina garantii kwamba zitabadilisha kwamba ziko sahihi. Unaweza ukakaa miaka mitatu unafundishwa jambo lilishapitwa na wakati. Hakuna huruma ya kwamba utafanikiwa kwa sababu umekaa muda mrefu kujifunza kitu ambacho sio sahihi. No. Juzi nilikuwa naangalia kitu kimoja, iliniumiza sana. Nikasema, kwa nini hivi kitu kinatokea? Anyway, kuumia hakuwezi kuwa na sababu, hakuwezi kuwa na maana yoyote kama hakuna mkakati wa kuja na majibu kulingana na tatizo uliloliona. Wacha niache nikanayo mwenyewe. Lakini pointi ya msingi ni kwamba unaona kabisa watu wanapotea. Na kwa nini wanapotea? Tatizo lile pale. Taarifa zimepitwa na wakati, hazifanyi kazi tena.
Sasa unajiuliza swali, ni kwa makusudi au ni kwamba watu hawaelewi? Sasa ukianza kuchambua sana, unakuja kugundua kwamba mambo mengi sana unakuja kugundua nyuma ya carpet. Lakini naomba nikwambie kitu kimoja. Mtu akitaka kupoteze leo, moja kati ya mambo mawili. Jambo la kwanza, anaweza akakuficha taarifa sahihi, au anaweza kukupatia taarifa zitakazo kuchelewesha. Moja kati ya kitu ambacho kilibadilisha maisha yangu, nakumbuka kwenye ulimwengu wa kujifunza, nijifunza tu kitu kimoja. Kuna taarifa za aina mbili tu duniani. Kuna kitu kinaitwa low income skills au low income information. Kuna taarifa unaweza kupewa hazina thamani kiasi hicho, ni kitu ambacho kila mtu anaweza kufanya. Ukiona unajua kitu ambacho kila mtu anaweza kufanya, hauna thamani. Alafu namba mbili, kuna kitu kinaitwa high income skills. High income skills hazifundishwi hadharani. Matajiri wanafundisha watoto wao kwenye meza, na kuna vyuo vinafundisha, lakini sio rahisi kwenda kusoma. Pesa zake ni ndefu. Toka nimejifunza hivyo, ikabadilisha mtazamo wangu. Nikasema hivi, chochote nitakachokuwa nakiingiza, kitabu chochote ninachokinunua, kama sijawa recommended na mentor wangu, sinunui. Au nimekuwa recommended na mtu ambaye ana matokeo, siwezi kununua. Vitabu vyote ambavyo wananunua, nyuma yake kuna mtu amenishauri ninunue. Juzi nikasoma kitabu kimoja, nikasema Mungu wangu. Yaani kitabu nimekisoma siku 4. Ulishaona unasoma kitu mpaka unatamani uendelee kusoma muda wote. Na vinaingia, sio kama vingi. Kuna kitabu unaweza kusoma mwaka mzima aliishi. Kwa nini? Hovyo kabisa. Yapo yameandikwa mengi huko mtaani. Kazi kubwa ya taarifa ni nini? Ni spidi. Kazi kubwa ya taarifa siku zote kwenye maisha ni spidi. Ndio maana leo hii hatuangalii unafanya kazi masaa mangapi. Hii sio tena swali la kujiuliza sasa hivi, kazi yangu itanichukua masaa mangapi. Tunachokitaka ni kwamba unaweza kuproduce kitu gani. Ndio maana sasa hivi watu wenye soko sio wasomi. Watu wenye soko sio watu wanaojua. Watu wenye soko ni wenye uwezo wa kufanya kitu kinaitwa productivity. Productivity maana yake nini? Tunasema hivi, maximum ability to produce maximum result in less time. Uwezo wa kuzalisha matokeo makubwa ndani ya muda mfupi. Hawa ndio watu wanaotafutwa katika ulimwengu wa sasa hivi. Sasa kitu gani ambacho kinakupelekea uweze kuwa na uwezo wa kuzalisha mambo makubwa, matokeo makubwa ndani ya muda mfupi? Ni aina ya taarifa ulizonazo. Aina ya taarifa unazo consume. Jambo la muhimu, tuangalie kwa nini tumesema changamoto sio pesa, changamoto umekosa taarifa. Kuna mahusiano gani kati ya taarifa na pesa? Hicho ndio kitu cha msingi tuweza kuangalia. Ni hivi, pesa hufuata taarifa, si vinginevyo. Pesa hufuata taarifa, si vinginevyo. Popote penye right information, popote penye taarifa sahihi, pesa inakimbilia. Pesa haimheshimu mtu. Pesa inaheshimu taarifa sahihi. Moja kati ya somo gumu kulisikia, hususan kwa mtu ambaye amekuwa akitafuta pesa kila siku, usiku na mchana, ni kumwambia kwamba pesa itafutwe. Hata kuelewa. Atazima saa hiyo hiyo. Anasema huyu jamaa anaongea ukichaa huyu. Wacha niondoke. Ukweli ndio huo. Pesa haitafutwi. Pesa inategwa, alafu yenyewe ndio inakuja. Na kila unapoiwaza sana pesa, ndio vinavyokimbia. Umaskini hauwezi kuisha kwa kurushiwa pesa.
na huwezi kumfilisi tajiri kwa kumnyang'anya pesa, kwa sababu utajiri na umaskini, utajiri sio hali ya kiuchumi. Utajiri tunaita ni mental condition, ni hali ya kiakili, hali ya kiuwezo wa kiakili. Huo ndio utajiri. Umaskini sio kukosa pesa. Umaskini ni kukosa uwezo wa kuzalisha, na uwezo wa kuzalisha unatoka kwenye kitu kinachoitwa idea. Idea ni wazo. Wazo ni uwezo wa kuja na kuzalisha thamani. Pesa inatii, inaheshimu kanuni ya thamani. Sasa tafiti leo zimefanyika kwamba ukimpa maskini leo milioni 50, ukija baada ya miezi 6 hadi mwaka mmoja baadaye unamkuta amerudi kwenye maisha yale yale. Na kama tajiri leo ukimnyang'anya pesa, ukamnyang'anya manyumba yake, ukamnyang'anya magari, alafu mpatie muda, baada ya muda anarudisha vyote. Kuna research ilifanyika kwamba leo kwa mfano ukichukua pesa zote za Tanzania ukawapatia watu sawa, baada ya miaka 3 zinarudi kwa matajiri wale wale. Kwa huwezi, kwenye issue ya uchumi, huwezi ukasema unataka kubalance uchumi. No. Uchumi wao ubalansiki. Kwa sababu uchumi una obey kanuni ya ufahamu. Uchumi unatii kanuni ya thamani. Mwenye uwezo wa kuzalisha thamani ndiye anayeweza kupaki uchumi. Leo kwa mfano ukipewa milioni 10, wewe sio milionea, ila wewe unamiliki milioni 10. Ukipewa milioni 10 leo, wewe sio milionea. Leo angalia, ukiangalia kwenye mitandao, ukienda kwenye maredio, ukienda kwenye ma-TV, kitu ambacho kinapigiwa promotion kubwa sana ni kamari, bahati nasibu. Wamezigeuza tu majina kwa ajili ya lengo la biashara, lakini kwa lugha moja zinaitwa kamari. Inaitwa kubashiri, michezo ya kubashiri. Tumia neno kubashiri kwa sababu mimi kwenye imani yangu inakataza mambo ya kubashiri. Nikitumia neno kubashiri nafikiri nitakuwa na confidence zaidi. Wamegeuza tu majina, yanaitwa kubashiri. Toka michezo ya kubashiri imeanza, mamilionea wangapi wametangazwa? Yaani tumeona mamilionea wangapi walioongezeka? Tumesikia watu ambao wameshinda milioni 10, wameshinda milioni 5. Lakini hawajakuwa mamilionea. Ni wamiliki wa zile pesa, lakini sio mamilionea. Kwa sababu utajiri ni mental condition, ni hali ya kiakili, na umaskini ni hali ya kiakili, sio pesa unazomiliki. Ndio maana nasema kuna maskini wenye pesa na kuna matajiri wasio na pesa. Utajiri ni uwezo wa kucommand pesa ikaja. Utajiri sio kuhifadhi pesa. Nataka pesa muda wote naweza kuipata. Kwa nini? Nafahamu pesa inaobei kanuni ya thamani. Nikizalisha thamani, pesa inakuja. Na ndio maana matajiri wanaendelea kuzalisha thamani kila siku, ndio maana wanaendelea kuwa matajiri. Sasa ukija leo, kuna tofauti kati ya rich. Ngoja tofautisha hapa kidogo ili unielewe ninachokizungumzia. Kuna watu aina 3 hawa hapa. Kuna poor, kuna rich, na kuna wealth. Poor huyu ni maskini. Umaskini manake kwenye akili hajakuza uwezo wake wa uzalishaji. Naomba nisikize vizuri hapa, itakusaidia. Kuna watu 3, kuna poor, kuna rich, kuna wealth. Kwa Kiswahili inachanganya kidogo, kwa sababu rich na wealth watu wanaweza kaita matajiri. Sasa kwa maneno haya kidogo naweza kutofautisha. Huyu mtu tunayemwita maskini, si kwamba ni maskini kwa sababu hana pesa. Ni maskini kwa sababu ana mbegu ya ukuu ndani yake, lakini ile mbegu haijamwagiliwa. Huyu mtu, kwa sababu kwa nature ya mwanadamu, Mungu amewabariki watu wote. Alivyowabariki watu wote, akawapatia formula ya dominion. Dominion ni formula ya utawala. Kila mwanadamu unayemuona kwa asili yake, ndani yake ana mbegu ya utawala. Akawapatia formula. Okay, akapatia strategies.
strategia. Hii strategia inapita katika sehemu 3, sehemu 4. Sehemu ya kwanza akawaambia hivi, be fruitful. Labda nitumie tu maneno ya Kiingereza, maana ya Kiswahili utatafsiri kwa lugha yako nyingine. Be fruitful. Akasema multiply, replenish and subdue, then dominate. Au tunasema rule. Asa nisikize vizuri, hii ndio kanuni Mungu alitoa. Hii ndio kanuni ambayo matajiri wote duniani wameitumia, ndio maana wamekuwa matajiri. Lakini nazungumzia mtajiri wa wealth, sio wa rich. Nitakuja kuelezea tofauti yake. Maana yake nini? Ukitafsiri kwa Kiswahili inasema zaeni. Hata zaeni watu wanajua ni kuzalisha watoto. Kwa Kiebrania be fruitful maana yake produce something you can sell. Kwa asili ya maneno yenyewe, achana na mambo ya Kiswahili huko. Be fruitful maana yake za produce. Produce maana yake ni kuzalisha. Asa angalia kinachotokea. Anasema Mungu akawabariki. Akasema zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkataware. Multiply manake nini? Manake kabla ya kuproduce, huwezi ukaproduce kama hauna seed. Huwezi ukazalisha kama hauna mbegu ndani yako. Achana hizi mbegu ambazo zinaeleweka, kila mtu anazijua. Una mbegu ya ukuu ndani yako. Mbegu inaitwa idea. Hiyo seed inaitwa idea. Idea manake ni wazo. Asa hili wazo ili litoke linahitaji taarifa. Wazo linabebwa kwenye maeneo mawili. Eneo la kwanza, ufahamu wazo lako ni nini. Eneo la pili ni eneo la utawala. Eneo lako la utawala ni kwenye kilimo. Eneo lako la utawala kwenye biashara. Eneo lako la utawala ni kwenye taaluma. Kuna uzoefu fulani. Sasa haya yote mawili, mbegu itoke ndani yako inatakiwa kumwagiliwa. Kumwagiliwa unatakiwa kupata right information, taarifa sahihi. Then strategy hii hapa. Ukishajua hiyo mbegu, hatua ya kwanza ni kuproduce. Kuproduce manake produce something you can sell. Leo naweza nikauza mboga ya majani. Leo nikauza mayai. Leo naweza nikauza kitu fulani. Haya, ukisha produce, hatua ya pili multiply. Multiply manake reproduce. Reproduce manake nini? The same product ifanye ziwe product nyingi. Kama umeshapata idea ya kuzalisha mboga, umeshagundua soko linaitaka hiyo mboga, kinachofanyika nini? Tengeneza mboga ziwe nyingi. Ziwe nyingi, ndio manake ya multiply. The same product multiply. Namba 3, replenish. Hii manake inaitwa replenish, manake ni distribution channels. Tengeneza mifumo ya kusambaza hizo product zimekuwa nyingi. Kwa mfano, kama biashara yako ni biashara ya mboga, biashara yako ni biashara ya mayai, hatutegemei mwaka mmoja umeanza kidogo, miaka miwili uko pale pale, miaka mitatu uko pale pale. Kama umezalisha mboga Arusha, mtaa wa Murombo, kwa nini usipeleke Sakina? Kwa nini usipeleke Mapambazuko? Kwa nini usipeleke Ngarenaro? Kwa nini usipeleke Njiro? Kama Dar es Salaam umeweza kuzalisha, tengeneza distribution system, mifumo ya kufanya ile mboga yako iende sehemu nyingi. Kinachofanya tofauti kati ya mtu mwenye mafanikio na mtu asiye na mafanikio, especially maskini. Moja kati ya kitu unanisikiliza, unatakiwa uvumilie tu, ni haya maneno yangu magumu. Umaskini ni kitu kibaya mno. Umaskini unatokana na kujifanya unajua. Manake ni unajifanya kila siku unataka kuja na formula mpya ya biashara. Unajifanya una akili. Matajiri wanafanya kitu very simple. Maskini ana complicate. Leo kaanzisha sijui kuku kidogo, kesho anataka aanzie kanga, kesho anataka aanzie bata mzinga, kesho anataka aanzisha sijui biashara ya kuuza vipodozi, kesho huwezi ukafanikiwa ukudominate. Tajiri anafanya kitu kimoja.
anatafuta idea, ana produce, ikishakaa sawa, ana reproduce, anazalisha bidhaa zaidi, halafu anaanza kutengeneza kitu kinaitwa distribution system, mifumo ya usambazaji. Biashara ile ile, kazi ile ile ianze kusambaa. Tajiri anatafuta idea, ifanye kazi, ikishafanya kazi anaanza kuisambaza kwenye sehemu mbalimbali. Ndio maana ice cream leo Baresa, ile ile ambayo unaweza kuitumia ukiwa Dar, hiyo utaitumia Arusha, hiyo utaitumia Mwanza, hiyo utaitumia labda kama ni Uganda nazo na sehemu nyingine tofauti. Kwa nini? Amefahamu kitu kinaitwa distribution channels, jinsi ya kuifanya ile bidhaa iende mbali kabisa. Sasa kutana na maskini, anataka aonekane anajua kila kitu. Ndugu yangu, mwisho kabisa, subdue manake control. Kutiisha manake ni control. Unaweza ukacontrol ukiwa na distribution system. Ndio maana leo tajiri anatengeneza team, anatengeneza mifumo, atatumia technology, anaweza kutumia team leadership, watu, anatafuta taaluma mbalimbali za kusimamia biashara yake. Anajua kabisa yeye sio mtaalamu wa fedha, anatafuta mtaalamu wa pesa. Yeye sio mtaalamu wa marketing, anatafuta mtaalamu wa marketing. Yeye sio mtaalamu wa vitu vinavyoitwa sijui kuzalisha taaluma fulani. Hujua kila kitu ili ufanikiwe, ila unatakiwa kuwa na kitu kinaitwa leadership skills, uongozi, jinsi ya kutengeneza mfumo. Mfumo ndio inaitwa subdue, control. Sasa mwisho wa siku nini? Utalul, utadominate. Niliwahi kupa informa nikasema kwamba ukitaka kutawala, huwezi kutawala kama usipokuwa na umiliki. Huwezi kumiliki mpaka upate kuleta suluhisho la eneo fulani. Huwezi kuleta suluhisho la eneo fulani mpaka uwekeze kwenye akili. Kuwekeza kwenye akili kunahitaji utoe muda, kwa sababu popote utakapowekeza muda wako pataamua akili yako. Leo miaka 3 ijayo inaamliwa unawekeza wapi. Unasoma vitabu gani? Unatembea na nani? Unatembea na majitu majinga, unatembea na majitu ambayo yanakudrag back, yanakurudisha nyuma. Friendship is by choice, friendship is not by force. Urafiki sio kwa kulazimishwa, unachagua. Mtu yoyote ambaye una mahusiano nayo leo anaamua maisha yako ya kesho. Taarifa yote ambayo unaingiza kwenye akili yako leo inaamua maisha yako ya kesho. Unataka kuwa nani miaka 3 ijayo? Unataka kuwa nani miaka 5 ijayo? Unataka kuwa nani miaka 10 ijayo? Inaamliwa na taarifa. Gari, nyumba, sima vitu gani? Ndio anachofanya. Ndio anachofanya. Okay. Okay, sawa. Tofauti kati ya tajiri na tajiri wa rich na tajiri wa wealth ni hivi. Rich anatafuta pesa, yaani yeye ukimwambia kuna dili, yuko tayari kufanya chochote aipate hiyo dili. Huyu ni rich. Atapata dili, atanunua hiki. Atapata dili, atanunua gari. Atapata dili, atanunua nyumba. Atapata dili, atanunua hiki hapo. Huyu anakusanya vitu, anaitwa rich. Na ndio maana hawa watu pia, hawa sio, ikitokea tu changamoto kidogo anarudi kuwa maskini. Ulishawahi kuona familia zile ambazo zina magari 3, 4? Kuna kipindi fulani dili zilitokea, alifanya akanunua magari. Sasa hivi hana chochote, ana magari mengine yako juu ya mawe. Huyu mindset yake ni kutafuta pesa. Tunapozungumzia wealth, ndio anayetumia hiyo formula. Huyu wealth manake nini? Ni uwezo wa kuendelea kutoa thamani.
Naomba nirudie. Wealth ni uwezo uliojenga wa kuendelea kutoa thamani. Huyu hateteleki na mazingira, hateteleki na hali ya nchi, hateteleki na mabadiliko ya dunia. Kwa sababu gani? Kinachofanya yeye awe kama alivyo sio mazingira alimfeva, sio mazingira alimpa support, ni uwezo anaoujenga kila siku wa kuendelea kutoa thamani, kutoa thamani. Ndio maana leo huyu mtu ukimnyang'anya pesa, ukamtengenezea skendo zozote, pesa zake zikaondoka, manyumba yakachukuliwa, magari yakachukuliwa, mpe miaka 3, anarudisha vyote. Kwa sababu gani? Kilichotoka ni vitu ambavyo ni matokeo, ila uwezo wake bado upo kwenye akili yake, na anajua jinsi ya kuendelea kuwekeza ili aweze kuzalisha zaidi. Huyu anaitwa wealth. Mtanisaidia kwa maneno ya Kiswahili tuweze kutumia maneno gani, lakini nimesema mtumie hivi uweze kuelewa. Ili aweze hivyo, anafahamu hii formula. Anajua ndani yake ana mbegu ya ukuu ambayo ni idea. Ili mbegu ikue lazima imwagiliwe. Akishamwagiliwa anatumia hii formula. Anaproduce bidhaa yake moja, analiproduce na kuwa nyingi, anaweza mifumo ya usambazaji, anaweza kucontrol, anaweza timu ya kucontrol. Anatumia teknolojia, mwisho wa siku anadominate, anatawala. Hii ndio formula unaweza kuwa tajiri. Simple and clear. Nani amenielewa? Comment hapo kwenye comment. Nani amepata kitu kwenye somo hili leo? Mimi naamini kuna mtu anayesikiliza hapa anaenda kuwa tajiri. Miaka 2 ijayo anaenda kuwa tajiri. Miaka 3 ijayo anaenda kuwa, miaka 5 ijayo anaenda kuwa tajiri. Ni nani? Ni wewe au ni mtu mwingine? Niambie kwenye comment. Mwalimu ni mimi. Kwa sababu kusema ni kukiri na kusema ni kuamini kwamba utaenda kuwa. Okay, kitu kingine. Maki na chagua tu hapa nijue kitu gani tutazungumzia, maki mambo ni mengi. Kitu kingine. Naomba ya idea uiweke kwenye akili yako. Nishawahi kuifundisha lakini naomba ikukae vizuri. Siku zote haufanikiwi kwa sababu unahitaji kufanikiwa. Siku zote haufanikiwi kwa sababu unahitaji kufanikiwa. Unafanikiwa kwa sababu unastahili kufanikiwa. Kwa sababu kufanikiwa sio kuonewa huruma. Kufanikiwa, utafanikiwa kama unastahili kufanikiwa. Sasa basi, pesa ina tabia yake moja. Kuna tofauti kati ya need na want. Need ni hitaji. Want ni tamaa. Need unastahili. Want unatamani. Sasa iko hivi, pesa haiji kwa watu wanaohitaji, wanaotamani. Inakuja kulingana na unachostahili. Sasa matajiri siku zote huwa hawatafuti kuonea huruma. Wanachotafuta ni kujua sifa ya kitu ambacho wanapambania. Sasa pesa siku zote inaenda kwa mtu anayestahili, haiendi kwa mtu anayetamani. Manake utapata pesa kulingana na kiwango chako cha ufahamu. Kama ukilazimisha zikaja, zinaondoka. Hii ndio kanuni nataka ujue. Pesa iliyopatikana kwa nguvu, andika hiyo formula. Pesa iliyopatikana kwa nguvu inaondoka kwa nguvu. Ndio maana mtu ambaye amekaa kwenye mgodi miaka 15, miaka 20, huyu alikuwa hajengi thamani. Huyu alikuwa anatafuta pesa kwa nguvu. Ndio hayo tumeyaona. Mtu amekaa miaka 15 mpaka miaka 20 kwenye mgodi, siku amepata milioni 100, ndani ya wiki hana. Kwa nini amekaa miaka mingi na ndani ya wiki hana? Pesa ikuonea huruma kwa sababu amekaa miaka mingi. Pesa inajua unatumia nguvu, itatoka kwa nguvu.
amekaa miaka 15 mpaka 20, kapata milioni 100, ameenda kuweka Heshima Bar, anasema wacha nikaweke Heshima Bar. Ameweka Heshima Bar, ndani ya wiki moja ana hata 50. Kwa nini? Alipata pesa kwa nguvu. Haya, formula ya pili, pesa iliyopatikana kwa akili itaondoka kwa akili. Itaondoka kwa akili. Maana yake nini? Kama nilitumia ufahamu kuipata pesa, itaondoka kwa ufahamu. Kupatikana kwa akili maana yake ilipatikana kwa utaratibu. Ilipatikana kwa utaratibu. Hasa itaondoka kwa utaratibu. Ndio maana formula ya mafanikio ni kukua. Kukua maana yake nini? Unaanza kidogo, unakuwa, unatoka hatua ya kwanza, unaenda ya pili, unaenda hatua tatu, unaendelea mpaka unafika huko juu. Ndio maana tunasema hivi, unaweza ukafanikiwa ukawa tajiri, lakini safari inayoanzia nyumbani. Safari ya kilomita 100 inaanza na hatua moja. Huwezi ukataka kukimbia kilomita 100 ukaruka hapo shwa umeanza kilomita 50. Hapana. Lazima ufahamu kanuni ya kukua. Pesa inaheshimu kanuni ya kukua, sio vinginevyo. Tofauti na hapo, huwezi kufanikiwa. Okay, tumalizie na kipengele cha mwisho hapa. Naona muda wangu umeisha. Kwa nimalizie kipengele cha mwisho hapa. Makundi matatu ya taarifa. Makundi matatu ya taarifa. Sasa hapa nisikize vizuri. Tunapozungumzia taarifa sahihi, ni taarifa ambazo zitakutoa mahali ulipo. Sasa haya ndio makundi matatu ya taarifa ambayo utakutana nayo huko mtaani ya taarifa. Taarifa zimegawanywa katika makundi matatu. Tofauti kati ya maskini na tajiri ni jinsi wanavyochunga vyanzo vyao vya taarifa. Kwa nini? Kwa sababu taarifa ina nguvu ya kukubadilisha hata kama hutaki. Na ndio maana ukiendekeza kufuatilia vitu negative, baada ya muda unakuwa negative. Ukiendekeza kukaa na watu wajinga, watu ambao wanawasema watu, baada ya muda unakuwa mbea tu na wewe. Ukiendekeza kukaa na watu ambao kila saa ni kulalamika, kulaumu na kunungunika, baada ya muda na unakuwa vile vile. Kwa sababu taarifa zina nguvu sana ya kukubadilisha hata kama hutaki. Uwezi ukakontrol taarifa. Uwezi ukasema mimi nitajitahidi tu, nitachunga akili yangu, mimi najua akili yangu naijua mwenyewe. Unaijua mwenyewe, endelea kukaa na watu wajinga. Utakuwa vile vile baada ya muda. Kwa sababu kinachotokea unakuwa kama wale watu bila wewe kujua. Watu wengine ndio watajua, bwana mtu anabadilika. Siku hizi ameanza kuwa mjinga hivi, anaongea hovyo. Kwa sababu utajuaje akili ya mtu jinsi anavyoongea? Yeye ajua anachokiongea, lakini wewe unajua hamna mtu hapa. Hapa hamna kitu. Manake nini? Watu waliofanikiwa, watu wenye mafanikio wanachunga sana vyanzo vyao vya taarifa. Wako serious kwa sababu wanajua kabisa wakiendekeza taarifa wanakuwa watu tofauti. Sana sana taarifa mbaya, taarifa hasi. Kuna research imefanyika inasema ukipata taarifa hasi moja, taarifa negative moja, kuiondoa hii taarifa moja unahitaji strong point sio chini ya 1000 positive. Yaani inabidi upate ushawishi wa hali ya juu ili kufuta taarifa hii moja. Adhabu niambie, kuanzia asubuhi mpaka jioni unaingiza hizo taarifa. Na ndio maana vita ya kutoka mahali ulipo lazima uamue. Umeingiziwa taarifa mbaya kuhusu mafanikio, kwamba huwezi kufanikiwa kwenye familia yako na uliokuwa, kwenye ukoo wenu, kwenye kabila, ukaenda shule, ukaenda kwenye mazingira unayoishi, mtaa unaoishi, mpaka sasa hivi unaendekeza kila kitu cha ajabu ajabu. Una kazi rafiki yangu. Yaani manegative yameingia, yamepandana. Ndio maana kuna sababu tunaongea. Inatakiwa tu uongee maneno magumu ili mtu ashtuke tu, aelewe kwamba vipi tena. Kwa sababu leo huwezi kumsaidia mtu kwa kumbembeleza. Huwezi ukatoka mahali ulipo kirahisi. Kwa sababu kuna mataarifa mengi yamejaa kwenye akili yako. Kuna mtu sasa hivi ameshakuaminisha kwamba huwezi kufanikiwa kwa sababu ya umri ulionao. Una miaka 50, ashakwambia mna umeshachelewa na ukaiamini hiyo taarifa.
Hapana, sikiliza, iko hivi, kuna kanuni za kufanikiwa kulingana na umri, lakini ngoja nikupe kanuni moja ambayo itakutia moyo. Mentor wangu alinifundisha kitu kimoja ambacho kilinisaidia wakati najitafuta, kwa sababu nilikuwa naamini nimechelewa. Alisema hivi, it is not late to be light. Hakuna kuchelewa kuwa mtu sahihi. Kama leo ndio umeshtuka, ndio unaanza kuishi. Sasa cha msingi ni kwamba usirudi nyuma. Sio leo umesikiliza, kesho umeenda negative. Leo umesikiliza, kesho umeenda kwa watu ambao yatakukuta. Sasa manake nini? Kuna taarifa umeaminishwa zimekuonyesha kwamba huwezi kufanikiwa. Mtu anakuambia usipokuwa na mtaji huwezi kuanza biashara. Umeamini kwamba mpaka upate milioni 5, milioni 10 ndio uanze biashara. Hapana. Manake lazima uwe serious. Okay. Tuangalie makundi matatu ya taarifa. Kundi la kwanza, hasa naomba nitumie maneno ya Kiingereza kwa sababu ya Kiswahili kidogo napata changamoto, lakini nitaelezea utaelewa. Kundi la kwanza linaitwa opinion. Hilo ni kundi la kwanza la taarifa. Kundi la pili linaitwa facts. Kundi la tatu linaitwa truth. Haya ndio makundi matatu ya taarifa. Tuanze na opinions. Opinions maana yake nini? Opinions maana yake nini? Opinions ni mtazamo au ni hisia. Tunasema ni mawazo ya mtu yasiyo na ushahidi. Mawazo yasiyo na ushahidi. Kuna kitu kinaitwa freedom of speech. Hii ni karibia ipo katika nchi zote ambazo ziko duniani. Yaani manake ni mtu yote anaweza karopoka anachojisikia. Yaani umekaa ukaamka tu ukaamua kusema unachojisikia. Unaweza ukaamua ukaamka ukazusha. Sasa hivi maisha ni magumu. Yaani ukaamua kuzusha tu, maisha ni magumu. Ndio maana ni kitu kibaya sana okay, naomba nisumie hiyo neno maana itaniletea shida pia. Ni mawazo yasiyothibitishwa kwa vipimo. Opinions ni mawazo yasiyothibitishwa. Yaani ni mawazo yasiyo na ushahidi. Inaweza ikatokana na uzoefu wa mtu mmoja. Kwa mfano, mtu anaweza akaja akaropoka tu, akasema, mimi nishafuga kuku, huwezi kufanikiwa kupitia mradi wa kuku. Kwa nini? Nilifuga kuku akafa. Sasa wakati mwingine mimi nishafundishwa na mwalimu mmoja nikiwa chuo wa ujasiriamali. Baada hapo sijui kuingia tena kwenye darasa la ujasiriamali. Alifundisha vizuri sana kuhusu ujasiriamali. Alafu mwisho akasema hivi, lakini aisee niliwahi kujaribu kufanya biashara ya viatu. Nilipata hasara. Acha kabisa. Ujasiriamali sio mchezo. Sijawahi kuingia tena hilo darasa. Kwa nini? Huwezi kufundishwa na mtu negative hapo kumwamini. Kabla hujaelewa, huwezi kuamini ukafundishwa na mtu aliyefeli. Yaani anakuonesha kabisa amefeli na sasa anakufundisha nini? Ndio mpaka kwenye hiyo darasa siye kurudi tena. Manake nini? Huyu mtu alifeli kwa sababu yake mwenyewe. Sio biashara ndio imepelekea feli. Alifeli kwa sababu hakuwa na taarifa sahihi, hakufanya research. Okay, mtu anaposema amefeli, ndio maana hutakiwi kutafuta tu waliofeli. Wa nini? Watu waliofeli wana mkusanyiko wa sababu nyingi za kufeli. Tunasema hivi, hii ni principle iandike itakusaidia. Challenge is not a challenge until it challenge you. Usitafute watu waliofeli. Research zinaonyesha kwamba 3% ya watu 100% ndio wanafanikiwaga. Wewe unataka kufanikiwa, unataka kufeli? Unataka kufanikiwa, tafuta 3%. Kama mafanikio ingekuwa ni kitu ambacho kila mtu anaweza kaamka asubuhi akafanikiwa, kila mtu angekuwa tajiri. Tafuta watu waliofanikiwa. Jifunze kwao. Kwa nini? Mtu atashia na wewe changamoto kwa sababu ya ujinga wake. Ameshia changamoto kwa sababu ya uvivu wake. Ameshia changamoto kwa sababu ya uzembe. Ameshia changamoto kwa sababu ya ubinafsi. Sasa ina maana kwa na wote kwa mbinafsi, na wote kwa ni mjinga, na wote kwa ni mzembe, na wote kwa ni mvivu. Challenge is not a challenge until it challenge you.
changamoto sio changamoto mpaka ikupate wewe. Kama haijakupata sio changamoto, kwa sababu changamoto iliyompata Ahazi sio changamoto itakayompata mwingine. Kuna vitu ambavyo vinajulikana tu kwamba hiki inabidi nijipange, hiki nijipange, hiki nijipange. Sio kukaa na watu walioshindwa na kuambia unajua ulishindwaje? Hakuna hiyo biashara. Walioshindwa ni wengi. Ukijifanya unafanya research za watu walioshindwa, utakaa umalize. Yaani utatumia muda wote kwenye kufanya research na utakaa practice. Hiyo ni principle yangu ya maisha. Sifuatilii negative hata siku moja. Sifuatilii mtu aliyefeli hata siku moja. Na siku zote kwa mfano nikiwa kwenye mtandao, mtu aliye comment, cha kwanza wanafanya kama na Instagram naanza kufuatia profile yake. Nikiona wa obvious hata sifanyi chochote. Kwa sababu gani? Watu positive siku zote huwa wa comment negative. Huwa hawa comment negative hata siku moja. Huwezi kumkuta mtu kwenye mtandao anajitambua aka comment negative hata siku moja. Wengi ambao wana comment negative hamna kitu. Kwa nini nasema hivyo? Mtu ambaye amefanikiwa anajua steps, anajua kanuni za kufanikiwa. Sio kama amefanikiwa kwa bahati mbaya. Labda hao waliorithi mali, hao ambao wamezaliwa kwenye familia ambazo wamezikuta pesa, hao sawa. Unamzungumzia mtu ambaye ni self made millionaire, mtu ambaye amekuwa kutoka kwenye chini, anajua humble beginning, anajua mwanzo wa design ambao mtu mpaka afikie pale. Wapi unaweza ukapata opinions? Mtaani, kwenye pool table, kwenye vijio vya kahawa, kwenye umbea. Mtu ameshiba asanaamua kwanza kulopoka. Maisha ni magumu, huwezi kufanikiwa. Wewe utapambana sana. Sikiliza ndugu yangu, chunga sana taarifa. Chanzo cha opinions ni watu walioshindwa, ni watu wa mtaani, ni watu wa vijueni. Achana nao. Chukua kanuni hapa. 3% wamefanikiwa, 97% wameferi. Swali ni moja, unataka kufanikiwa, unataka kuferi? Nataka kufanikiwa, tafuta waliofanikiwa. Unataka kufanikiwa, unataka kuferi? Unataka kuferi, tafuta walioferi. Imeisha hiyo. Kundi la pili la taarifa ni facts. Sasa hapa nisikize vizuri. Hapa ndio safari inaanzia sasa. Fact maana yake nini? Facts ni ukweli uliothibitishwa. Ni ukweli uliothibitishwa. Tunaita laws. Tunaita mafanikio yana kitu kinaitwa kanuni na taratibu. Tunasema fakti zinaita kitu kinaitwa kanuni. No. Taratibu. Yes, tunaita taratibu, au tunaita laws. Taratibu. Lakini kwa lugha nyepesi ili uelewe, fact ni ukweli uliothibitishwa. Yaani ni ukweli ulioletwa baada ya tafiti. Au kwa lugha nyingine nasema hivi, ni jambo lililothibitishwa kwa namba, takwimu au ushahidi wa moja kwa moja. Fact inahesabika, inarudiwa, lakini pia inathibitishwa na watu wengi zaidi. Kumbuka, kuferi kunaweza kuthibitishwa na watu wengi, lakini wale watu ni opinions. Chunga vizuri. Tunasema fact ni ukweli ambao umethibitishwa kwa namba, kwa takwimu, kwa ushahidi wa moja kwa moja. Na fact hazibadiliki kwa hisia. Hazibadiliki kwa hisia. Zinabadilika kwa data. Zinaweza kuthibitishwa leo na kesho kulingana na data ambazo zimetokea. Chanzo cha fact ni nini? Inaweza kuwa ikawa science au majaribio, inaitwa experiment. Yaani tayari wenzako wamefanya majaribio, wamefanya tafiti zao pale, wakakuletea data. Inaweza kuwa chanzo chake ni tafiti au takwimu.
inaweza kuwa chanzo chake ni mizani au vipimo au taasisi fulani imejikita kwenye kufanya utafiti ikatuletea data fulani. Kwa mfano, kuku anataga mayai wastani wa mayai 5 mpaka 6 kwa wiki. Hiyo ni fakti, hiyo ni data, ipo tayari. Au kati ya 65% mpaka 75% ya gharama za uendeshaji wa mradi wa kuku ni lishe na chakula. Hiyo ni fakti, sio ni mtu amezua, imefanyika. Sasa maana yake nini? Jambo la muhimu kwenye fakti. Swali, hizi fakti ni permanent? Hapana. Naomba nirudie. Swali, fakti ni permanent? Yaani kwamba ni za kudumu? Hapana. Zinaweza kuongezeka au zinaweza kusahihishwa kwa kadri ya data mpya zinavyokuja. Ila sasa issue ya msingi ni kwamba tunaanzia pale ambapo wenzetu waliishia. Kwa mfano, mtaala wa shule uliopo, je, ile ndi kwamba itakuwa hivyo miaka yote? Hapana. Mtaala uliopo shule ni data ambazo ziliwahi kufanyika kwa kipindi hicho. Baada ya hapo watu wakaenda kufundishwa, kwa sababu asilimia kubwa tunapoenda shule tunafundishwa fact. Ndio utasikia Isaac Newton laws, sijui Archimedes principle, sijui Aristotle, sijui kitu gani. Wale ni watafiti ambao waliwahi kufanya kulingana na data ambazo walifanya kipindi hicho. Sasa wakatutengenezea mtaala. Mtaala manake ni mfumo ambao mtu ajifunze kuanzia hapa aende hapa. Nani alifanya utafiti kwamba mtu akikaa miaka 7 ndio anaweza kujua kusoma na kuandika au akaelewa yale mambo ya basics? Hiyo sio kanuni. Hiyo ni okay. Si kwamba haiwezi kubadilika, no. Ila tumeipokea kwa sababu kuna watu waliwahi kufanya utafiti. Ila sasa kama zitakuja data mpya, utakuja utafiti mpya, unaweza kubadilishwa. Watu wasome miaka 4, wasome miaka 5. Ndio maana sasa hivi nafikiri sijui kuanzia mwaka gani watu watakuwa ni shahada darasa la 6. Maana kuna data zimetengenezwa, kuna data ambazo zimepatikana mpya, zimeonyesha kwamba inaweza kufanyika kama ambavyo wamepanga. Ndio maana tunahitaji watu wapende kusoma. Mimi kwa mfano, kuna taaluma of course nimeanza kusoma mwenyewe, lakini nitaenda kuisoma rasmi shule kabisa. Nakaa kabisa miaka 3. Of course na mpango wa kusoma miaka 10. Lakini lengo la kuenda sio kwenda kupokea kile kitu ambacho naenda kufundisha, kwa sababu asilimia kubwa naelewa, kwa sababu nakiishi mtaani. Lakini kuna tafiti zangu ambazo mimi nimezifanya ambazo zina matokeo tofauti na jinsi ambavyo naona kabisa zinavyoenda. Sasa ili uweze kuruhusiwa zikaenda public rasmi, lazima upitie kwenye utaratibu wa research. Hasa kwa sababu napenda kusoma, nasoma kila siku, nasoma vitabu, nanunua vitabu. Siwezi kushinda kwenda kukaa darasani nikasoma na nikaendelea kuupate mambo yangu yakaendelea. Hii inaitwa fact. Kwa sasa huwezi ukapinga fact kwa kutumia opinions. Huwezi ukapinga mawazo yaliyothibitishwa kwa kutumia mawazo yako ya kuamka asubuhi na kusema hiyo haifai. Lazima uje na data. Kuna msemo mmoja Isaac Newton, nafikiri ni moja kati ya mtafiti ambaye wale ambao wamesoma sayansi, ni mgunduzi wa miaka 1700 huko. Wale ambao wamesoma nguvu ya uvutano, law of gravity, wamesoma mambo ya kanuni za mwendo, laws of motion. Ana statement moja anasema, nafikiri moja kati ya mgunduzi mkubwa sana. Ni moja kati ya mgunduzi mkubwa sana kwenye mambo ya science. Asa ana statement yake moja anasema hivi: if I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. Kwa wenye pesa anasema, kama nimeweza kuona mbali zaidi ni kwa sababu nimesimama
juu ya mabega ya majitu. Licha ya tafiti zote ambazo tunafikiri Isaac Newton amekuja nazo, kwa sababu kuna story moja inasema Isaac Newton siku moja amekaa chini ya mwembe, embe likaanguka. Lilivyoanguka kaanza kujiuliza, kwa nini embe alikwenda juu likashuka chini? Hapo ndio research yake ikaanzia. Sasa hiyo ni story ambayo tunaambiwa. Lakini yeye anakuambia hivi, kama nimeweza kufanya mambo makubwa. Okay, tafsiri ya Kiswahili inasema hivi, kama nimeweza kuona mbali zaidi, ni kwa sababu nimesimama juu ya mabega ya majitu. Manake nini? Anatuonyesha kwamba vile vitu ambavyo amekuja navyo havikuota kwenye akili yake. Alisimama kwenye mabega ya watu waliomtangulia, yeye akaona mbali zaidi. Watu waliofanikiwa, rafiki yangu, wanajifunza kwa watu waliofanikiwa. Watu waliofeli wanajiona wanajua. Hiyo ndio tofauti. Na ndio maana mtu aliyefanikiwa anakiri kabisa, hapa nilipofika sio kwa ajili yangu. Na mentor wangu mmoja ambaye of course namwadmire sana na amenifundisha vitu vingi sana, anakuambia uwazi kabisa, watu wengi wanajua mimi na akili, lakini mimi ni mtu ambaye napenda kujifunza muda wote, na naweza kukumbuka vizuri kwa yale ambayo nimejifunza, na kupitia yale ambayo nimejifunza naweza kukaa chini na nikafikiri, nikatengeneza hoja nzuri zaidi. Kutana na maskini sasa, kutana na chokochoko, yaani yupo tu anajifanya najua. Okay, manake ni nini? Alichomaanisha Isaac Newton, anasema mafanikio makubwa hayaji peke yako. Unafika mbali kwa sababu kuna watu wakubwa walikuwepo kabla yako. Kwa lugha rahisi tunasema unapanda juu ya mafanikio ya waliokutangulia. Ujumbe muhimu ni kwamba usijaribu kuanza kila kitu from zero. Jifunze kwa waliokwisha kufanikiwa. Tumia mifumo iliyothibitishwa na utagundua vitu vyako katikati ya safari. Usianze na wewe sasa hivi kugusagusa kila kitu, uanze upya. Anzia pale wenzako wameanzia. Ndio maana tunanunua vitabu vya watu waliotangulia. Tunatafuta course za watu waliotangulia. Tunatafuta mentorship kwa watu waliotangulia. Kwa sababu gani? Sio ni ujinga, sio udhaifu kutafuta watu waliofanikiwa. Hapo ndipo unapoharakisha mafanikio. Fakti truth ni nini? Truth ni kanuni za uhai. Truth ni kanuni za uhai. Kwa hiyo nasema truth ndio ukweli wa mwisho. Truth ndio uhalisia. Truth hazihitaji majaribio. Ni uhalisia wa jambo. Hiyo watu wanalikubali au hawakubali. Truth ipo hata kama mtu hakubali. Hasa ni hivi, fact ni sehemu ya truth. Lakini truth haitegemei fact. Truth inabaki hata kama dunia ikibadilika. Asa truth kwa lugha nyepesi tunaita ni principle. Principles au naita kanuni. Principle kwa mnyumbulisho wa lugha, principles hizi ni kanuni. Laws ni sheria. Principles ni kanuni.
Laws ni sheria au taratibu. Angalia tofauti. Laws au taratibu zimetengenezwa kulingana na tafiti. Principles ni kanuni ambazo hazihitaji utafiti, yaani zipo tayari, ila fact ni sehemu ya truth, japo fact zinaweza zikawa hazijakamilika, ndio maana zinaweza zikabadilishwa. Sasa angalia, principles imetoka kwenye neno prince. Prince manake ni ukuu. Ukisikia neno principles, ukisikia neno principle, aya, principle ndio kitu ambacho ndio top. Principle haibadiliki, yaani dunia itabadilika, yenyewe itabadilika. Truth ndio ukweli wa mwisho. Asa kwenye ukweli wa mwisho, asa angalia kinachokuja kutokea. Hii ndio kanuni ambayo nataka ukae nayo, andika hapo, itakusaidia mbele ya safari. Inasema hivi: a key to success is knowledge. To success is knowledge, but a key to knowledge is truth. Kipimo cha maarifa ulionayo, nenda kapime. Manake mama wa fakti zote ni truth. Asa zinasemwa, kuna kanuni inaitwa cause and effect. Inaitwa cause and effect. Inaitwa hivi: to every effect there is a cause. Kanuni ya pili inasema hivi: seed, time and harvest. Hii ni kanuni ya maisha. Ukichukua mbegu ukaotesha chini, ukaipa muda, ukawa unamwagilia, itaota, tutavuna. Basi inaitwa seed, time and harvest. Kwa mfano sasa hivi ukiamua kuanzisha project yako, ukadumu katika project yako, kila siku unajifunza, utaanza kidogo, baada ya miaka mitatu unaona msitu. Watu wakija wanasema, ulifikaje hapa? Ulifuata kanuni, inaitwa principle, inaitwa seed, time and harvest. Hiyo ni kanuni. Ndugu yangu, mimi niseme nini katika safari ambayo tumekuwa nayo? Ukweli mchungu. Tatizo la dunia leo, watu wanataka facts bila truth. Wanataka data bila maadili, kwa sababu truth ni kanuni za maadili. Wanataka faida bila kanuni. Matokeo yake nini? Biashara zinaanguka, afya inaharibika, na jamii inachanganyikiwa. Asa cha kujitafakari leo kwenye maisha yako, mabadiliko ya kweli yanaanza na ufahamu. Hayaanzi na hasira, hayaanzi na uchungu, hayaanzi na hofu. Mabadiliko ya kweli hayahitaji kelele, yanahitaji matokeo. Sasa sisi tumekupa nafasi ya mwongozo wa kubadili maisha yako. Ni wewe kuamua. Sisi hatuwezi kuja kukuamulia chochote. Wewe ndio unayeamua. Tulikuwa na siku 12 za kutafakari, na leo tumefikia siku ya 12. Tumekupa dira ya kitu ambacho unaweza kufanya. Unaweza kuanzia nyumbani. Miaka 3 ijayo, miaka 4 ijayo, ukawa mtu wa tofauti. Asa kesho yako ya miaka 3, miaka 4 ijayo inategemea na maamuzi yako ya leo. Hatuja kushawishi, tumekushauri. Ndio maana tumetumia siku 12 kukuonesha ya kwamba unaweza kutoka hapo mahali ulipo. Lakini kitu kizuri, unaweza ukaanzia mahali fulani na ukasonga mbele. Mimi nikuachia ujumbe huu, utakusaidia napokuwa na kuacha kwa hizo siku 12 ambazo nilikuwa na wewe, na usema tu ukweli kabisa wa kutoka moyoni. Kulingana hali niliyokuwa nayo, nisingeweza kama ningekuwa sijakupenda kufanya siku 12. Lakini nikasema hapana, I must keep my promise.
lazima nitunze ahadi yangu. Kwa nini? Ningeumia sana mimi nisingetunza ahadi kuliko ambavyo ungeumia wewe, kwa sababu natamani kuwa mtu wa ahadi ambao nimeitoa. Kama naweza kuwa nakosea, ni mambo ya kibinadamu, lakini kibinadamu natamani niwe mtu wa kutunza ahadi, na nimefanya na nimetekeleza. Hii ndio statement ya mwisho ambayo nataka nikuachia. You cannot change the past, but present and future, but the present and future is in your control. Kiingereza kinaweza kuwa kijawa sawa. Hiyo sijari ndugu yangu, sio lugha yetu hii, na sasa tunajifunza. Lakini kwa lugha nyepesi ni kwamba huwezi kubadilisha wakati uliopita, lakini wakati uliopo na ujao upo mikononi mwako. Haijalishi umepita maisha magumu kiasi gani, haijalishi umepita katika mapito kiasi gani, haijalishi umeshaferi mara ngapi kwenye biashara zako, lakini unao nafasi ya kubadilisha kesho kama utaamua leo kuchukua hatua. Ndugu yangu, kama uko serious, tukukumbushe kuhusu programu yetu. Na kitu kingine ambacho ni cha tofauti sasa, ambacho nitaka kusahau kusema, labda umekuwa ukitumia ujumbe zetu kwenye WhatsApp yako kwenye inbox. Nafikiri huenda mabadiliko yakawa yametokea na usione tena jumbe zetu mara kwa mara kama ambavyo umekuwa unapata mwanzoni. Jambo la msingi, hakikisha unatufuatilia kwenye Instagram, tufuatilie kwenye YouTube, uendelee kupata update zetu, kwa sababu unaweza kwa tusiendelee kukutumia tena jumbe zile ambazo tulikuwa tunatumia mara kwa mara. Kuna mabadiliko yanaendelea kufanyika kulingana na mabadiliko ya teknolojia pia. Sasa kama uko serious, wewe ndio unatakiwa utafute sasa hivi, sisi sio kutafuta. Tuandikie na program kwenye 0761 825 888. Utapata utaratibu wa program zetu, lakini tulitoa offer ambayo leo ndio naisha ya kulipia shilingi 50,000 badala ya 133,000 ya programu hii hapa ya awali. Tutakupa mwongozo wa mafunzo, tutakupa support ya mwezi mzima na kukupatia ushauri wa jinsi gani ambavyo unaweza kufanya vizuri kwenye mradi wako. Tutumie neno program. Kama unataka kwanza na hii program ya chini, tutumie kwenye ujumbe wa WhatsApp kwamba mwalimu, naomba kwanza program yetu kwa mfumo huu hapo. I wish you the best. Naomba nipitie comment zenu kama zipo. Haya, huyu anasema okay, sione comment zenu ambazo naweza nikazijibu. Nyingi ndio tusha solve. Haya, huyu anasema mimi hapa mwalimu lazima nitoboe kwa hizi nondo. Okay, chukua hatua kwenye program ndugu yangu. Siwezi kukutia moyo kitu ambacho najua kiweze kukusaidia. Chukua hatua, ingia kwenye program. Tuma ujumbe kwenye namba ambayo tumekutajia hapo ili tuweze kukusaidia serious. Ndugu zangu, hapa nione comment zenu, mmeenjoy, mmefurahia katika muda wote ambao tumekuwa na nyinyi. Hapa nione comment yenu moja hapa au mbili. Anyway, vyovyote vile niwatakie heri, kuwa na wakati mzuri, tukutane wakati mwingine. Endelea kutufuatia kwenye Instagram, YouTube, Profitable Farm, Instagram, Profitable Farm TZ, YouTube. Kwa wewe uko serious nataka tukushike mkono watu kwa hatua, andika neno program kwenye nambari ambayo unaona kwenye screen yako 0761